Naam, karibu mtazamaji wa Spoga TV. Ni moja kati ya update ambayo tunayo siku hii ya leo ni pamoja na kikosi cha Dar es Salaam Africans wananchi Yanga leo wanatarajiwa kuondoka kuelekea nchini Algeria tayari kwa ajili ya mchezo wa pili wa kundi B ligi ya mabingwa barani Afrika dhidi ya JS Kabylie. JS Kabylie ambayo imetoka kupigwa mabao 4-1 dhidi ya klabu ya Al Ahly kule nchini Misri wakiwa ugenini, na huu unakuwa mchezo wao wa pili kama ambavyo imekuwa kwa Yanga. JS Kabylie wao wakipoteza mchezo wa kwanza dhidi ya Ahly mabao 4-1 wanaenda kukutana na Young Africans, na huu unakuwa mchezo wa pili kwa Yanga ambao mchezo wa pili unakuwa wanaenda ugenini, lakini unakuwa mchezo wa kwanza kwa JS Kabylie wakiwa nyumbani kwao. Young Africans wako nyumbani katika mchezo wa kwanza dhidi ya FAR Rabat waliweza kupata matokeo ya bao 1-0, lakini JS Kabylie wao walipoteza mabao 4 dhidi ya Ahly. Hivyo Young Africans leo majira ya saa 9:25 wanatarajiwa kuondoka katika airport ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere Terminal 3 tayari kuelekea nchini Algeria, ambapo wanatarajiwa kufika hapo kesho, lakini pia watafanya mazoezi kwa siku mbili kwa maana ya Jumanne pamoja na Jumatano, kisha Alhamisi watasogea katika mji wa Kabylie tayari kwa ajili ya kufanya ile press conference pamoja na mazoezi ya mwisho kuelekea katika mchezo huo, ambapo Ijumaa ndio siku ya mchezo husika wenyewe. Hivyo klabu ya Young Africans leo majira ya saa 9:25 wataondoka katika airport ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, lakini Young Africans wanakwenda huko wakiwa na kuhitaji kupata walau sare ili kuweza kufikisha alama 4, lakini pia wakati huo Young Africans wakiwa wanaombea klabu ya Ahly waweze kupata matokeo dhidi ya FAR Rabat ili mpinzani wao mmoja mgumu aendelee kusalia katika nafasi ya mwisho, kama ambavyo kwa sasa hivi msimamo ulivyo. Ahly wanaongoza ligi wakiwa wanaongoza kundi B wakiwa na alama 3 na mabao 4, lakini Young Africans akiwa na mabao 3 na bao 1 akishika nafasi ya pili wakiwa na tofauti ya mabao. Young Africans kwa sasa anahitaji kumuona FAR Rabat akiendelea kupoteza michezo yake ili yeye aweze kusalia katika ile nafasi ya pili katika kundi B. Kwa mahesabu ya kawaida Young Africans amepiga mahesabu ya kwenda sambamba pamoja na klabu ya Ahly katika kundi B, kama ambapo ukisikiza mashabiki wanaombea FAR Rabat waendelee kupoteza wakiamini kwamba huko mbeleni atakuja kupata pointi nyingine ambazo zitaweza kuwa mtihani au changamoto kwao. Hivyo wanaombea njaa klabu ya FAR Rabat waweze kupoteza dhidi ya Ahly, lakini pia waweze kupoteza pia dhidi ya JS Kabylie. Kikosi cha Dar es Salaam Africans kama ambavyo uliona katika mchezo uliopita, kocha wa Young Africans Pedro Goncalves yeye anajaribu kuingiza baadhi ya wachezaji katika kikosi chake, kama ambavyo mmeona kuwa anaweza kurejea taratibu ndani ya kikosi na fomu imeanza kupatikana, lakini Musa Bala Conte mchezo wake wa kwanza unaona kabisa anaanza kudeliver baadhi ya vitu, jambo ambalo kocha Pedro Goncalves anaonekana kuweza kukibadilisha kikosi tofauti na kocha wa awali Folz. Kwa hiyo kocha cha Dar es Salaam Africans bahati iliyo njema katika wachezaji waliocheza mchezo uliopita, hakuna mchezaji ambaye ameweza kupata majeraha ambayo yatamfanya aweze kukosekana katika mchezo wa pili, hivyo wataondoka na full kikosi mbali na Clement Mzize. Kocha cha Dar es Salaam kwa mujibu wa meneja wa kikosi hicho Walter Harrison amethibitisha kwamba kikosi hicho kitakwenda kikiwa na wachezaji wake kamili gado, tofauti na Clement Mzize ambaye alikuwa majeraha katika mchezo uliopita mara baada ya kufanya operation ambayo itamweka nje kwa muda wa miezi 2 mpaka miezi 3. Kila laheri kikosi cha Dar es Salaam Africans katika mchezo wenu huko nchini Algeria dhidi ya JS Kabylie.
quoi il est où? De quoi il est où? De quoi?